Kumbuka amri 10 za Mungu. Basi nitasoma katika kitabu cha Kutoka sura 20 na mstari wake wa kwanza. Maandiko yanasema ya kwamba, nasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Mungu anasema ya kwamba alipokutoa huko Misri, Mungu hapa asemi na wana wa Misri tu. Asemi na wana wa Israeli tu. Hapana. Mungu anasema na watu wote. Watu wote. Kwa sababu Mungu angekuwa anasema na wana wa Israeli, maneno haya yangekuwa separate. Yaani kitabu kingeandikwa tu kwa wana wa Israeli. Kingekuwa special tu kwa wana wa Israeli. Kisingekuwa kwa dunia yote nzima. Kwa hiyo hapa Mungu anasema na watu wote, usiwe na miungu mingine. Especially kwa Wakristo. Watu wanasema kwamba wanamtumikia Mungu. Watu wanaosema kwamba wanamtumikia Mungu wa mbinguni kwa sababu kuna miungu mingi. Haya maneno ndio yanawahusu. Mungu anaendelea kusema ya kwamba usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Sasa Mungu anasema ya kwamba usijifanyie sanamu ya kuchonga. Kwa nini watu baadhi ya madhehebu fulani yanachonga vitu na kuenda kuyabusu mambo hayo ya kwamba ndiyo Mungu, ya kwamba mama yetu tuombee sisi wakosefu? Mama wa wapi tena anaweza kaombea watu? Ama eti sijui Maria mtakatifu. Maria mtakatifu anaweza kukuombea wewe? Mwanadamu mwenzako anaweza kukuombea wewe? Mwanadamu mwenzako anaweza kuondoa dhambi kwako? Je, mwanadamu anaweza kusafisha maovu yako? Hapana. Hapa Mungu anasema ya kwamba usijifanyie sanamu ya kuchonga, yaani mfano wa kitu chochote. Lakini je, hatuyaoni kwa hao watu? Na wanasema kwamba wanamwabudu Mungu wa mbinguni. Wanasema kwamba wanamwabudu Kristo. Sasa Kristo gani? Kwa maana miungu ni mingi nayo pia. Mungu hapa anasema hapana. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilichoko juu mbinguni au duniani. Lakini watu wamechukua kazi za mikono kuwa sehemu ya miungu yao. Wewe unawacheka Wakatoliki. Unawacheka Wakatoliki na waabudu sanamu ya kwamba mbona wanainamia masanamu ambao wanakwenda kuyachonga wenyewe kwa mikono yao, lakini wanaanza bow down. Wewe unawacheka watu wao, lakini wewe mwenyewe unasahau ya kwamba umeifanya kazi kuwa sehemu ya maisha yako. Tukichukua kabisa kihalisia maisha yako, ukikaunti maisha yako, nani ambaye unaimpa kazi sana? Utakuja kukuta ni Mungu wako ambao umejitengenezea. Wewe unaanza asubuhi, kuanza asubuhi mpaka usiku wewe ni TV tu. Unakaa kwenye TV hivi, unaangalia movie kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ni movie tu. Wewe ni mpira kila wakati. Ukisikia kuna mechi fulani, wewe uko radhi hata ujiue kwa sababu ya timu yako imefungwa. Je, huyo sio Mungu wako? Kila kitu kiwe na kiasi. Jambo lolote ambalo unalolipa nafasi sana kuliko kazi ya Mungu, ni Mungu wako huo. Huo ni Mungu. Ndivyo Mungu anakataa. Sasa watu tu wanasema kwamba usizini, usiue ndio dhambi kuu. Wanasahau ya kwamba Mungu anasema kwamba usijifanyie sanamu ya kuchonga. Kitu chochote ambacho unachokipa nafasi sana ni Mungu wako. Sawa, Mungu hajakataa kufanya kazi. Fanya kazi, tafuta pesa. Sawa, kama ni kwenda kazini, nenda kazini. Mungu hajakataa sisi tusitafute pesa. Mungu hajakataa sisi tusifanye kazi. Lakini iwe na limitation, jiwekee limiti. Kwa kutafuta maisha pia, hata kama unatafuta maisha, mkumbuke Muumba wako, usimsahau.